Ondokana na kustaki kwa simu na kufreeze kwa simu kwa njia zifuatazo. Njia ya kwanza kabisa tunaweza tukatumia simu yetu. Basi ni njia ya kuifanya simu yetu iweze kufunction vizuri kwanza kwa kuirestart. Njia ya kwanza kabisa, simu ikipata matatizo yote unaweza ukarestart simu yako baadaye ukaiwasha. Njia ya pili ni kuingia kwenye settings. Baada ya kuingia kwenye settings, unaenda moja kwa moja kwenye application. Sasa kwenye application kule tutakuta na mambo mengi kwenye application. Sasa application unaweza ukawa na application kadhaa, application nyingi tu ambazo umezinstall kwenye simu yako. Lakini njia kabisa ni njia ya kuforce stop application. Na maana application zako zinaweza zikawa zina tatizo la kufanya kazi in the background ambapo wewe hujaziruhusu. Kwa hiyo inabidi uweze kuziforce stop. So ukifika kwenye application, unabonyeza application ambayo unataka kuiforce stop. Kwa mfano hapa nimebonyeza application ya drafts. Sasa ukishabonyeza application ya drafts, hapo chini kwa upande wa kulia unaona kitu kimeandikwa force stop. Then unabonyeza force stop, unapiga okay. Utakuwa sasa hapo umeikataza kufanya kazi. Na maana kwenye background haitakuwa inafanya kazi bila matumizi yako, au wewe mwenyewe kama upendi kutumia basi unaweza ukaiondoa kwa sababu inakuwa ni nzito, inaifanya simu iweze kuwa nzito. Hivyo basi simu itaongeza speed, itaongeza na ufanyaji kazi, na hiyo ni njia mojawapo. Basi hiyo njia mojawapo isipofanya kazi, kuna njia nyingine pia unaweza ukaitumia. Zipo njia nyingi tu ambazo zote utapaswa kuziangalia kama zinafanya kazi. Unarudi back tena kwenye settings. Kutoka kwenye settings unakuja kwenye about phone. About phone kuna mambo mengi hapo kwenye about phone. Pia kwa mambo mengi turudi kwanza kwenye application. Kwanza turudi kwenye application. Unakuja kwenye application, unakuja kwenye storage ya simu. Sasa hapo kwenye storage ya simu utakuta simu unaona storage yake, vitu vilivyomo. Unakuta labda mtu ana simu ina GB 64 kama ya kwangu hapo juu. Sasa kama ina GB 64 unakuta labda imeshatumia GB 62. Huko na baadhi ya vitu unapaswa uviondoe ili simu yako iweze kufanya kazi vizuri. Unaweza ukaselect namna hiyo ukavifuta. Unaona? Unafuta baadhi ya vitu ambavyo kabisa unaona hapa mimi kitu sikitumii na kinaweza kuwa kinanichukulia space katika simu yangu. Basi baada ya kufuta vitu ambavyo huvitaki kuvitumia, unakuta basi simu yako iko katika uwezo mzuri wa kufanya kazi, inaendelea kufanya kazi vizuri. Pia hiyo njia inaweza isifanye kazi. Unakuta labda kwa sababu simu wakati inaharibika huwezi jua inapata shida gani. So you have to make a lot of tests. Test nyingi unapaswa kuzifanya. Hiyo njia ni ya kufuta baadhi ya storage, baadhi ya vitu kwenye storage ya simu yako. Pia kuna njia nyingine unaweza ukaitumia. Hii njia unaenda Play Store. Play Store ambapo utafanya updates ya applications. Unakuta updates ziko out of date. Kuta yani applications ziko out of date. Unakuja kwenye upande wa juu pale ambapo unaona mimi nimeelekeza B pale. Hiyo ndio account yako inapokuwa. Ukienda kule unabonyeza manage application and apps and devices. So toka kwenye manage apps and devices una see details. Sasa unaangalia details. Unaona manage apps and devices hapo kwa juu hivi. Then after ukishaingia kule you'll see the details hapo kwenye manage app and applications. Una see the details. See the details, unakuta applications ambazo ziko out of date, then unaanza update. Unaweza kupiga kwenye update all, zote zina update au kasi details hapo. Umeona mimi application ambayo hajawa updated ni moja. Kuona ya update, ukishamaliza kuiupdate leo unakuta ndo labda ilikuwa ni shida. Sasa mimi hapa ukiona kwa ufupi haiwezi ikawa shida kwa sababu application ni moja tu inaweza ikafanya simu kustack. I don't think so. So unakuta mtu haja update simu kwa muda mrefu, unakuta kama application 20 zote haziko out of date and hazijawa updated. Pia njia nyingine unaenda kwenye settings. Settings unakuja kwenye about phone. Settings kuja kwenye about phone. Sasa huku tuna vitu vingi. Kuna software update, kuna reset, kuna contact us. Sasa hii njia ni ya ku-update software. Una update software. Sasa kisha update software kuweza kwa kutumia mtandao wa kawaida au kwa kutumia download ya MB zako ambazo utakuwa umenunua kwa kutumia voucher au kwa kutumia sijui mtandao gani ambao utakuwa umetumia wewe. Sasa ukishafanya update ya software yako, ina maana software itaweza kufanya kazi vizuri. Kama screen yako ilikuwa iko out of date itakuwa
on dates, then vitu vingi kama hivyo. Then kuna njia nyingine, njia ya ku reset factory reset, tunaita factory reset. Sasa unaenda kwenye settings, unarudi kule kwenye about phone, then unabonyeza kwenye reset, utakuja kwenye factory data reset. Hapo kwa chini unaona kuna kitu kinaitwa factory data reset. Hizo ni factory nyingi, kuna reset all settings, reset accessibility settings, reset wifi, bluetooth, mobile network settings. Sasa wewe unakuja kwenye factory data reset. Hapa utafanya simu yako irudi katika upya. Na maana vitu ambavyo wewe ulikuwa umeviingiza vyote vitatolewa. Itarudi kwenye default settings za simu yako. Ina maana itarudi kwenye ule mpangilio wa mwanzoni kabisa ambao ulikuwa kwenye simu yako. Inawezekana wewe mipangilio uliyoweka imefanya simu yako iweze kurudi concentration. Then kama hizo njia zote zimeweza kukataa, basi unaweza pia ukaja kwenye njia nyingine, njia ambayo itaweza kusaidia simu yako iweze kuwa katika uwanda ulio mzuri. Then unakuja kwenye software information. Unakuja settings, about phone, then software information. Then katika software information kuna information za software yako. Then kuna kitu kinaitwa builder number hapo. So hiyo builder number utaibonyeza mara 5. Utaibonyeza mara 5 kwa mfululizo. Then ukishabonyeza mara 5 kwa mfululizo, simu yako basi itagain speed kama ilivyokuwa ya mwanzoni. Hiyo ndio njia nyingine. Pia unaweza ukatumia hiyo njia kwa simu hizo zikawa tofauti, lakini njia almost ni zile. Pia ukimaliza hapo, basi unaweza ukaja kwenye simu yako, unaweza ukaizima kwanza, then after tena ukaiwasha upya. Ukaizima kabisa, ukasubia dakika chache hivi, after tena ukaiwasha upya, then una restart au una power off. Then ukiona hizo njia hazijafanya kazi, basi ngoja nikupe njia nyingine 2 au 3 za mwisho. Sasa hizi njia ukiona basi simu yako hapa imekataa kabisa, then utajua kwamba hapa simu yako either imefanya nini, imeisha au imeharibika. Yani tunaweza tukasema you cannot, yani kama ni kununua simu nyingine, basi nunua simu nyingine kwa sababu hiyo inakuwa imeshaharibika. Cha kufanya unakuja kwenye settings, kuja kwenye applications. Then kutoka kwenye applications unakuja huku chini kabisa. Unashuka kwa chini kabisa applications. Shuka kwa chini kabisa. Applications zipo hizo hapo. Lakini unakuja kwa chini kwenye application, una press application moja wapo. Then hapa tunachokifanya tuna reset au tunafuta cache. Cache nadhani mnajua ni nini. Cache ni zile data ambazo unakuwa unazitumia mara kwa mara kwenye application yako yoyote ile. Ni zile application za ukumbusho, yani data za ukumbusho kwenye simu yako. Na mfano ukiwasha tuseme application ya CapCut, ni features gani unazitumia mara kwa mara, ndio zinakuwa ndio cache. Sasa hizo cache hizi ukizifuta unakuwa unapunguza mambo mengi ambayo storage yako au RAM yako inavyokuwa inafanya kazi, inakuwa unaipunguza nguvu cache zikiwa nyingi katika simu yako. Kwa hiyo ukizipunguza hizo cache kwa kuzifuta, basi simu yako ina gain speed na momentum kama ya mwanzoni kabisa, kwa sababu ina limited RAM, the RAM is limited in the phone. So if it is limited, it has to have a certain amount of space which will make a phone to work very well. So you have to reset some caches that are found in your phone. Then ukisha reset some caches, then phone yako ita gain speed. Sasa njia nyingine pia unarudi kule Play Store. Play Store unaenda kwenye account yako. Sasa hii njia ni ya kuangalia applications. Applications tunajua kwamba kuna applications za Lite, kuna application na Origin. Sasa apps za Lite siku zote ni apps ambazo zinafanya kazi kwa ufasaha kabisa. Kama zinatumia moto kidogo au battery, yani nguvu ya betri inakuwa inatumika kidogo. Pia zinatumia data kidogo. Pia na ufanyaji kazi wake unakuwa sio mkubwa sana kama application, original application kama zilivyo. Kwa mfano hapo kuna application ya Facebook Lite, kuna Instagram Lite, kuna Instagram, pia kuna Facebook, kuna TikTok Lite. Hapo nitakuonyesha tofauti wa hizo application. Unakuta mtu ana simu ndogo lakini analazimisha kuweka application ambazo zinatumia nguvu kubwa, ambazo zinaweza zikafanya simu yako iruzi performance yake.
Sasa kwa mfano uje kwenye application ya Facebook Lite, unaiona Facebook Lite ukubwa wake ni MB 2.6, unaona. Application ndogo sana, ukubwa wake ni MB 2.6. Lakini ukija kwenye application ya Instagram unakuta ukubwa wake ni MB 87, unaona. MB 87. Hiyo ni original application. Lakini kwenye Instagram Lite unakuta ukubwa wake ni MB 3, unaona. MB 3. Lakini pia tuangalie application nyingine. Angalia application nyingine, kwa mfano hapo tuchague application gani? Chague labda TikTok. Unakuta ukubwa wake ni MB 142. Very huge, very large. Unaona ukubwa wake ni mkubwa sana. So kuta mtu MB ana labda kubwa simu yake ni GB 16 afu ana download application kama hiyo, lazima itakuletea shida. So kama simu yako ni ndogo, weka application ndogo ambazo zitafanya simu yako iweze kufanya kazi vizuri bila shida yoyote kabisa.